lakini haikutuchangamsha. Nika na vijana wenzake waliona hii bendera iko dal. Samahani nikitumia, sio kwa maana ya ubaya wa hilo neno. Vijana daima wanataka vitu vilivyochangamka. Vijana hata hapa tukikaa kimya hawafurahi. Vijana wanataka kurukaruka saa zote. Ndio maana bendera mpya iliyozaliwa, nadhani leo hata vyama vikongwe vinaifurahia ile bendera yetu. Imechangamka. Bendera yenyewe inaongea. Ile nyingine ya kwanza ilikuwa haiongei. Najua tulipata ugomvi na Mnyika ndiye alihimili sana ule ugomvi pamoja na Mheshimiwa Mbowe wakati ule. Kwa sababu mkitazama bendera yetu ya leo, sijui kama hapa iko. Hii hapa. Sasa ukitazama pale kuna vidole viwili, lakini mwanzoni kulikuwa na dhamira ya kuwa na ngumi. Ili tukisema People's Power ni chama cha mapambano. Chama cha mapambano. Huwezi kwenda kukomboa nchi kama upambani. Huwezi kushinda kama hamna. Kwa hiyo ngumi ikatuletea ugomvi mkubwa sana wakati ule. Wazee wakasema sasa nyewe vijana mnatuletea vita. Lakini Mnyika hakuogopa, kurudi nyuma. Na akaitetea kweli kweli. Bahati nzuri tulikuwa na wazee pia wakati ule ambao walipiga kifua na haya Center left party wengi ndio hawajui. Na nadhani hata leo tukiulizana hapa wangapi wanajua kitu kinachoitwa center right, center left party. Sio wangapi hapo watashinda mtihani. Naomba tumpigie makofi katika wangu. Wao ndio vijana, wao ndio wanaleta mawazo, wanafanya utafiti, wao ndio wanafanya. Katika mkuu ni kazi yangu ilikuwa kupokea tu sifa. Nilijaa sifa na neno kwa kiasi wakati nimepokea ile. Kwa mapambano haya ukitazama katiba ya Chadema, lakini haikuishia tu kwenye sura. Actually, ukitazama kwa undani sera za Chadema, hata sisi tulichallenge. Ilikuwa chapa ndogo. Lakini kama ingekuwa tunaenda kushindana kwa sera, sisi tungeweka pembeni. Na wengi wenu wala hamjui, sina hakika kama bado ipo. Mnyika labda atanisaidia kama ile barua ya Mwalimu Nyerere bado tunayo. Mwalimu Nyerere alituandikia barua akiisifu Chadema kwa kuwa na sera bora. Nitajaribu kumuuliza Mnyika wangu baadaye na kina Antonia, nimemwona sekretari wangu wa enzi zile. Ile barua naamini bado tutakuwa nayo mahali fulani. Lakini tulipata barua ya Mwalimu. Hakuna chama baada ya yeye alikuwa na sifu chama chake CCM, sio? Lakini sisi ndio chama ambacho ilikuwa kwenye moyo wake. Jambo ambalo ilituweka kwenye ngazi ya juu tokea wakati ule. Kwa hiyo jambo moja kubwa ambalo lilitunyanyua haraka, sisi ni chama kipya. Chama kinaanzishwa na kusajiliwa 92. Alafu ghafla Watanzania wanaipokea. Ni kwa sababu ya vichwa vya hivi vijana walioletea ubunifu mkubwa wa kuanzia na sura ya bendera yetu. Ubunifu mkubwa ulioanzia na hii bendera. Kuna sehemu nyekundu pale, sijui kama umeiona. Ndio. Tukafitiniwa sana. Tulifitiniwa sana kweli kwamba
mnataka kumwaga damu. Nyekundu ni alama ya damu, sio? Kwa Chadema mnatuletea vurugu, mnataka kumwaga damu. Wale vijana na kamati zao walipokaa, kulikuwa na kamati kadhaa. Nika ningetamani kama ndicho mlichotaka ningerudi kwenye kumbukumbu, lakini mimi nimeandaa kitu tofauti. Sasa jukwaani lienda analeta kingine. Lakini akili ya vijana wetu ilikuwa inachemka toka mwanzo. Wakatuambia, jamani, mnadanganywa. Kwani majimaji wazee wetu hawakupigana? Wazee wetu si walienda kwenye vita? Kama walienda kwenye vita, kwa nini tusiwape heshima hawa wazee? Walienda kwenye vita wakapigana, na leo tumekuta nchi yetu iko salama kwa sababu ya wazee wetu waliopambana. Wasingepambana leo, labda Mjerumani angeshachukua sehemu. Labda Mbelgiji kama alivyochukua kule Rwanda na Burundi kule. Labda Mbelgiji naye angechukua sehemu yote ya magharibi ya Tanganyika wakati ule. Lakini vijana walisimama wasema, bado hiyo rangi nyekundu hiyo tunaitaka, na rangi nyekundu ni ishara kwamba wazee wetu hawakukubali na unyanyasaji, wakamwaga damu yao, ndio leo sisi ni nchi huru. Kwa hiyo rangi yetu ambayo sisi walitaka kuipotosha na kuipoteza, rangi yetu imebaki mpaka leo. Lakini kitu kikubwa zaidi ambayo mwanzoni nayo ilikuwa ngumu kueleweka na kilipingwa, na hii mpaka leo watu wa CCM hawaipendi, hii sehemu ambayo ina vidole viwili hapa. Vidole viwili vyenyewe kwanza vilileta utata mkubwa sana. Sisubutu hata kuonyesha maana ya vidole viwili hapa. Sijui vijana nadhani wataelewa. Watu wazima nikitamka watanifukuza hapa mara moja. Sasa achana na vidole viwili. Chukua weupe. Weupe maana yake nini? Nini? Weupe ni nini? Sasa weupe, usafi. Kwenye madhehebu ya dini, mimi ni padri wa kanisa Katoliki mstaafu. Wengine hawajui kumbe. Nilikuwa katibu mkuu wa baraza la maaskofu mpaka mwaka wa 90 tulipompokea baada ya papa, nikaondoka. Na niliondoka kwa principle moja tu. Nikawaambia maaskofu wangu, theolojia mnayotaka kuniambia leo sio theolojia mlionifundisha nikiwa seminari. Kwa heri, naondoka. Kwa sababu niliibiwa. Wakati ule haikuwa hela nyingi sana. Waliiba milioni 18 tulizogundua mwanzoni. Wakaenda kujenga baa moja kubwa sana kule kwenye makao ya jeshi kule. Unapoenda pale airport, mbele kidogo kuna barabara kwenda kushoto. Okay. Sasa siri ya kuondoka sio hiyo. Siri ya kuondoka, kumbe niliyemwajiri mimi bila kujua ni mdogo wa baba askofu. Sasa baba askofu wakaungana na wenzake, nikabaki na mwenyekiti wangu Askofu Isuja na Askofu Lebu. Wale ndio walinishika. Lazima hawa wameiba, tuwapeleke mahakamani. Wale wengine wote wakasema hapana, hatuwezi kuwapeleka mahakamani. Sasa the story is longer, sitaki kueleza hiyo, sio mada yetu. Sahi kabisa. Lakini matokeo yake nini? Kaambia maaskofu, mimi sasa theolojia ya kanisa Katoliki niliyojifunza inaniambia, na ndio dhambi pekee. Bahati mbaya watu wengi wanafikiri kuzini ndio dhambi kubwa katika madhehebu ya dini yetu. Kumbe dhambi kubwa ni usiibe. Kwa sababu ukiiba ukaenda kuungama kwa padri, anakuambia rudisha kwanza ulichoiba, alafu ndio kaungama. Umeshairudisha. Kwa hiyo nikamwambia haya, asanteni, kwa herini. Msingi wangu ulikuwa huo. Sasa maana yake nini hiyo? Sisi tumesimamia misingi thabiti. Na huo msingi thabiti kama nilivyoeleza, usafi wa moyo, nyeupe.
nyeupe ndio alama ya utakatifu. Hata mkienda makanisa karibu yote ya Wakristo, hata kwa Waislamu sina hakika sana, sijaingia msikitini nikaangalia sana, sijacheki, sina hakika kama alama nyeupe, lakini kwa Wakristo wote alama nyeupe ina maana. Chadema kinamnyika kwa kuongozwa na Mwenyezi Mungu wakatuwekea nyeupe, ikafuta hata ile alama nyekundu wenzetu waliotaka kutupiga nayo, ile ikafunikwa kwa sababu tuna nyeupe, usafi wa moyo. Na ndio maana Chadema mpaka leo, mpaka kesho itasimama, kwa sababu angalia nyeupe inavyopendeza. Nyeupe ikiwepo mahali, na amani inakuwepo, upendo unakuwepo, na Mungu anateremka kutoka anakoishi. Naamini Mungu anaishi mbinguni, anateremka anakuja kukaa na yeye, kwa sababu yeye ni watu wa amani. Sera zetu, nadhani kama sikosei, ibara ya 7 Mnyika, kama nimeisahau nisaidie, au ya 5 kama nimesahau. Siku hizi nimesahau, sisomi sana. Kuna watu hawajui kitu tunachoita center right na center left. Katikati kulia, katikati kushoto. Sawa? Ndio sera za dunia nzima zimegawanyika hivyo. Lakini Tanzania bahati mbaya hatukufundishwa sana hayo mambo. Hata sisi Chadema hatukufundisha sana watu wetu. Na nakiri kwamba ni kweli hatukufundisha sana watu wetu. Lakini maana yake nini? Kuna watu wako katikati, uchumi wao ni uchumi huria. Lakini uchumi huu huria hauegemei kwenye socialism kama ya Nyerere. Ya Mwalimu yeye, kama kuna Wakatoliki hapa, nadhani mnajua kwamba kuna wengine saa hizi tunakazana kumtangaza Mwalimu kuwa mtakatifu. Nadhani watu wa Dar es Salaam mnajua hilo. Pamoja na matatizo yake mengi, yale ni matatizo yake yeye. Unapotafuta mtakatifu katika kanisa Katoliki, kuna vitu vya kuangalia. Kwa hiyo ule utakatifu wetu, ile sera yetu peke yake inatudistinguish, inatuweka pembeni ukitulinganisha na nchi nyingi. Ile sera inatuweka. Na ndio maana tunapopiga kelele leo, na uhalali wa kupiga kelele leo, tunapopiga kelele, serikali yetu inazungumzia ujenzi wa barabara, ujenzi wa reli, sio? Lakini watoto wetu wamekufa. Na hatusemi reli ni mbaya, hatusemi sio muhimu, barabara hatusemi sio muhimu. Vyote hivyo ni vitu muhimu, sio? Lakini ni juu ya utu wa binadamu. Utu wa binadamu uko juu kuliko kitu kingine chochote mbele ya Mwenyezi Mungu. Sasa sisi tukasimama, kwa sababu sera zetu za kati pamoja na wahisani wetu mbalimbali, sina hakika, sijaangalia listi ya mwisho sasa hivi wahisani wetu kina nani, lakini kwa muda mrefu sana tumekuwa na watu wa conservative wa Uingereza, tumekuwa na watu wa Ujerumani, tumekuwa na watu wa Uholanzi, wote sera zao na sisi zinalingana. Sisi mkajaribu kutusumbua siku moja, sijui Mnyika kama tulikuwa pamoja. Ile siku sitaisahau. Nifanye semina pale Bagamoyo. Kinana amekazana kabisa. Ananiambia, kumbe nyinyi mnaleta wageni hapa, alafu mnatuuza nchi. Sasa tumeenda kwenye chai. Sisi tuko chumba hapa. Sisi mna watu wa socialist wa Uingereza wako hapa. Kumbe na wewe una watu hapa. Mbona ulikuwa unanivamia? Mbona ulikuwa unanisema? Tokea pale Kinana hakurudi tena kutusema Chadema. Kwa sababu tulimfundisha kwa matendo. Lakini mimi sijui kama ni akili yetu ilikuja au Mungu alituonyesha. Mimi naamini ukimfumania mtu kuna mkono wa Mungu pale.